viongozi wote ambao tumekusanyika hapa, ndugu yetu na rafiki yetu Seneta wa Nairobi na katibu mkuu wa ODM Edwin Sifuna na wengine wote ambao wameungana na sisi. Nachukua nafasi hii kuwashukuru sana na kuwatakia heri ya sikukuu ambazo tumezimaliza hivi majuzi. Leo tumekutana hapa kwa jambo moja muhimu kama alivyosema naibu katibu mkuu, jambo la kihistoria, kwamba leo tarehe 9 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 umetimia mwaka zaidi ya siku 365 tangu alipokamatwa mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Tundu Lissu, tukiwa kwenye ziara kusini mwa Tanzania, ambapo yeye alikuwa Mbinga na mimi siku hiyo nilikuwa sehemu inaitwa Peramiho. Akakamatwa kwa mabavu, akasafirishwa usiku bila chama kujua, bila viongozi wenzake kutaarifiwa. Akaja akafichwa kwa siku kadhaa, baadaye polisi wakasema wako naye. Tangu baada ya hapo umepita mwaka mzima wa kesi ambayo baadaye ilifunguliwa na imethibitika pasipo shaka kwamba ni kesi ya uongo, kwa sababu baada ya mwenyekiti kukamatwa tumechukua zaidi ya miezi 4 mpaka 5 tukiwa kwenye mahakama ya chini pale Kisutu bila kupata komito, kwa sababu sheria zetu zinataka hao watu wanapokamata watu tayari wawe na kesi na wawe na ushahidi wa kutosha ili wasikawize kesi, wasicheleweshe kesi. Wanasheria wanasema justice delayed is justice denied. Hilo atalizungumza vizuri Dr. Rugemeleza Nshala na Senator Sifuna ambao ni wanasheria. Kwa hiyo tumechukua zaidi ya miezi 4 au 5 pale Kisutu kukiwa na mapambano, mwenyekiti akitaka apelekwe kwenye mahakama ya juu. Tumekwenda kwenye mahakama ya juu ambayo ni mahakama kuu. Wote tumesikiliza ushahidi uliotolewa wa watu wanaoitwa bodaboda na nini na mama ntilie, ushahidi ambao kwa kweli ulikosa mashiko kwa kiasi kikubwa. Lakini baada ya kuwa umepanguliwa kwa kiasi kikubwa, wamekwenda mahakama ya rufani ambako wamekata rufaa, na hili nitaliomba pia Dr. Nshala anapozungumza alizungumzie. Wamekatia rufaa orders ambazo kisheria hazipaswi kukatiwa rufaa, na sasa ni dhahiri kwamba hiyo kesi imekwenda kupakiwa kwenye mahakama ya rufani. Haya yote yanafanyika kwa jambo moja tu. Lissu sio mwizi, wala Lissu sio muhaini. Lissu haongozi kikundi au genge la wahaini. Lissu haongozi genge la wezi wala watu wenye nia mbaya na nchi. Lissu ni kiongozi halali wa chama, mbunge kwa miaka 10, kiongozi wa chama kiongozi, chama namba 1 chenye watu wengi na kinachoungwa mkono na watu wengi zaidi Tanzania. Kwa hiyo amekamatwa sio kwa sababu anakosa, amekamatwa kwa sababu ya hofu ya watu ambao hawana uwezo, hawana ushawishi, hawakubaliki kwa jamii. Wanataka watumie nafasi hiyo kumnyamazisha. Moja, kumlazimisha afuatwe matakwa yao, apige magoti, compromise. Na Lissu akicompromise ina maana chama kina compromise. Chama chetu kicompromise ina maana Watanzania wanapoteza matumaini ya kubadilisha nchi yao. Yeye amekataa kufanya hivyo. Historia ya Mheshimiwa Lissu inafahamika. Mwaka 2017 tukiwa bungeni alishambuliwa kwa risasi nyingi sana, na Mwenyezi Mungu akaokoa maisha yake. Pale alipo Lissu amekuwa akipata matibabu mara kwa mara ya check up na kupatiwa ushauri wa kimatibabu na check up ya kiwango cha juu
nje ya nchi tangu mwaka 2017 aliposhambuliwa. Kwa leo mwaka mzima ametimiza ndani ya gereza akiwa hana kosa, kesi ikiwa imepakiwa, na yeye hajapata check up wala hajapata matibabu ya aina yoyote tangu alipokamatwa mwaka jana tarehe 9 kama ya leo, mwezi wa 4. Tumesema sana sisi kama chama, yeye mwenyewe kwa kutumia familia yake ambao pia nimeongea nao mara kwa mara, nafanya mawasiliano na familia yake, amethibitisha kwamba anahitaji check up ya afya yake, kwa sababu hiyo ilikuwa ni utaratibu wa kila baada ya miezi mitatu anakwenda kufanyiwa check up na kuhakikisha kwamba afya yake inaendelea kuwa imara. Sasa ni miezi 12, kwa maana hiyo amevuka check up 4 ambazo alipaswa kufanya katika kipindi cha mwaka mmoja ambao anashikiliwa kwa kesi ya uongo. Mheshimiwa Lissu pamoja na kupitia magumu yote haya amekataa kuwapigia magoti hao wadhalimu ambao mimi mwenyewe na yeye na viongozi wengine wa chama walitutafuta, pia wametafuta familia yake wakijaribu kuweka masharti ambayo sisi tumeyakataa. Mojawapo ya masharti hayo ni kwamba Lissu akubali kuachiliwa, lakini aache kufanya siasa ndani ya nchi, aache kuwatetea Watanzania, aondoke akakae nje ya nchi. Lissu amekataa. Wametupa masharti ambayo sisi tumeyakataa. Na yasema haya mbele yenu wa Tanzania ili mwelewe kwamba Lissu anaumizwa kwa sababu ya mapenzi yake kwa nchi yetu, kwa sababu ya mapenzi yake kwenu, kwa sababu ya mapenzi kwa kijana ambao umemaliza chuo, hauna kazi ya kufanya, wakati fedha kwa mabilioni ya fedha yanaibiwa kila siku, kama tulivyosikia kwenye ripoti ya CAG kwamba unakuta sekta moja tu au vifaa vinanunuliwa feki au vilivyopitwa na wakati au kila idara inapata hasara, huku Watanzania kwa maelfu wanakufa kwa kukosa madawa ambayo walistahili kuwa nayo. Watu hawana maji. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka upate maji. Lissu amekamatwa yuko ndani kwa sababu anataka wewe kijana unayeendesha bodaboda upate kazi ambayo ni decent zaidi, kazi ya heshima zaidi ambayo itakupatia kipato kikubwa. Lissu yuko ndani kwa sababu anataka madini yetu, kama alivyosema siku alipokamatwa akiwa Mbinga, akizungumza kuhusu maelfu kwa matani ya malori ya makaa ya mawe yanayoondoka Mbinga, huku watoto wa Mbinga wakibaki wanautapia mlo na hawana hata shule wala maji. Anataka hayo makaa ya mawe na chuma na dhahabu ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia itumike kuendesha na kubadilisha maisha yako. Lissu hajakamatwa akiwa naiba, na kwa sababu Lissu amekamatwa kwa sababu yako na mimi na mwingine na mwingine na kila Mtanzania, lazima ni wajibu wetu sasa kumpigania Lissu na kumtetea. Alipokamatwa Nelson Mandela akawekwa ndani na wenzake wakati wa kesi maarufu ya Livonia trial ambayo iliwahukumu kufungwa miaka 27. Mara ya kwanza dhamira na nia ya serikali ya kikaburu, serikali dhalimu kama iliyoko Tanzania, ilikuwa ni kuwanyonga wakina Nelson Mandela. Lakini kwa jinsi ambavyo watu wa Afrika Kusini walisema Mandela amekamatwa kwa ajili yetu, wakajitokeza kwa wingi, wakafanya kampeni kubwa ndani na nje ya nchi. Makaburu walilazimika kubadilisha kutoka kuhukumu ya kunyonga wakina Mandela wakawafunga maisha. Lakini kampeni ilipokuwa kubwa zaidi, kiu ya Waafrika Kusini na watu wa dunia hii wanaopenda haki walipopiga kelele zaidi, wakina Mandela badala ya kufungwa maisha na kufia gerezani walitoka baada ya miaka 27 na wakaikomboa Afrika Kusini. Jambo langu kwako wewe kijana unayetuona, unayedai kwamba unatuunga mkono, sio kusemea chini chini. Tunapaswa kuanzisha kampeni kubwa ya kutaka utawala huu wa kidhalimu
umwachie Tundu Lissu, kwa sababu Lissu amekamatwa kwa ajili yetu, kwa sababu wote tunajua na wote tunaamini Lissu hana kosa. Lissu sio mkosaji. Lissu ni mtu mwema anayetupigania, ili asikate tamaa, ili asiwe na baridi kule aliko, anafikiri kwamba nimekamatwa na watu niliokuwa na wapigania wamerudi nyuma. Tunapaswa kuanzisha sasa, kuanzia leo, kampeni kubwa kwenye kila platform, kwenye Facebook, kwenye Instagram, kwenye TikTok, kwenye Twitter, ya kumdai Lissu. Wale mlioko nje ya nchi mnaotusikiliza, diasporas wetu, tembeleeni kila ofisi kwenye kila nchi ulioko, kudai immediate release ya Tundu Lissu bila masharti. Watu wetu wa diaspora, mfanye kama walivyofanya watu wa diaspora waliokuwepo wa Afrika Kusini wakati ule. Vijana wetu mlioko ndani ya nchi, vaeni t-shirt zenye jumbe za kutaka utawala dhalimu mwachie Tundu Lissu. Tuandike vipeperushi visambae kwenye masoko, kwenye posti za milingoti ya umeme, kwenye majengo ya ofisi za serikali, zikiwa na picha ya Lissu, lakini zikiwa na ujumbe wa kumdai Lissu aachiwe. Sasa tunataka tuanze kampeni kubwa ya kuwaunganisha Watanzania, na hatua nyingine ya pili tutakayoenda, kama hawatatusikiliza, hatutaendelea kukaa kimya na kunyamaza na kulia. Tutaitisha maandamano makubwa kwa nchi nzima ya kutaka sasa utawala dhalimu usikie na umwachie Tundu Lissu. Mwaka mzima umepita, hatuwezi tena kuendelea kukaa kimya, kuwataka wao kwa huruma yao waone mpaka lini watakapoamua kwa furaha yao kumwachia Lissu. Tutakwenda hatua ya pili, na sisi chama tunataka kwa kuanza hiyo kampeni ya kwenye platform zote iwe kubwa ya kutosha, ili kuwapa awareness wa Tanzania. Na sisi baada ya vikao ambavyo tutaitisha, mtatangaziwa, tutasema neno ni lini na ni vipi tunaanza kuwashinikiza ili wamwachie Tundu Lissu, kwa sababu tumegundua kichaka cha mahakama ni kichaka kinachotumika kumuumiza Tundu Lissu, kwa sababu kama tumeandika Lissu mwenyewe ameomba under certificate of urgency kesi yake iweze kuendelea, na kama au watu wanaamini wana kesi na wanataka kutumia mahakama kumpa haki, lakini inaonekana kwamba sasa ni jambo ambalo ni la kutumia mahakama katika kukomoa watu na kuwanyamazisha na kuwaumiza. Hatuwezi kuendelea kuumia milele huku tukiwa tumefunga midomo. Lazima tushiriki na wenzetu wote kwa dunia nzima wanaotuunga mkono na wanaotaka kupigania haki, ili kuunganisha nguvu yetu kwa pamoja kudai Lissu aachiliwe bila masharti, arudi mtaani kufanya kazi yake. Na mimi kwa niaba ya chama chetu nataka niwahakikishie Watanzania, hatutapiga magoti, hatutageuka nyuma, hatutakubali kuramba viatu vya wadhalimu. Tunataka haki itendeke na haki ionekane kutendeka. Asanteni sana, na wakaribisha katika siku hii muhimu ya kujadili kiongozi wetu jasiri, kiongozi makini, ambaye yeye yuko mbele yetu na sisi tunamuunga mkono, ambaye ataongoza nchi hii kutoka kwenye safari ya miaka 63, miaka 64, actually miaka 65 ya kuwa kwenye makucha ya umaskini mkubwa wa kusababishiwa, ya kuwa kwenye makucha ya udikteta unaoteka watu na kuwapoteza watu, ya kuwa kwenye makucha ya kuua ndoto za vijana wetu, ya kuwa kwenye makucha ya kuishi kwenye ufukara wakati rasilimali zetu zikifaidiwa na watu wachache wasiokuwa na uwezo, wasiokuwa na dira, wasiokuwa na mwelekeo, watu ambao wamerudisha nchi yetu nyuma. Kiongozi wetu anayetuongoza kwenda mbele, wote wa Tanzania tunapaswa kumuunga mkono. Asanteni na karibuni sana katika mjadala huu ambao tutauendesha kwa siku nzima katika kumbukizi ya mwaka mmoja tangu kukamatwa kwa kiongozi wetu. Ni mwaka wa mateso, ni mwaka mrefu mno. Tumesubiri asubuhi hii, lakini tunaona haifiki. Lazima tuchukue hatua ya pili kutaka tuifikishe asubuhi na mwenyekiti wetu atoke. Asanteni sana na karibuni.